Mkuu wa kamandi wa jeshi la anga Meja Jenerali Shabani Bagash amesema jeshi itaendelea kuwajengea uwezo raia wa kawaida kushiriki elimu ya kulinda amani, kwani itawajengea uwezo wa Tanzania kila wanapopata nafasi na wataifanya katika weledi mkubwa. Amesema hayo katika chuo cha jeshi kilichopo Kunduchi, Dar es Salaam, wakati akifungua mafunzo ya kulinda amani kwa raia wa kawaida, ambapo amesisitiza mafunzo hayo yana umuhimu sana na pia yanasaidia kukuza chuo hicho na kuwa miongoni mwa vyuo vikubwa vinavyotoa kozi hiyo katika ukanda wa Afrika Mashariki. Mimi ni Bakari Chijumba. Tanzania kupitia Jeshi la Ulinzi wa Wananchi wa Tanzania amekuwa mshiriki mkubwa wa ulinzi wa amani kwa miaka mingi. Na mnapoenda kulinda amani, nyinyi mnajua kama waandishi kwamba raia kwenye kulinda amani wana nafasi yao muhimu. Tumekuwa tukililia nafasi hii kwa muda mrefu na Mungu amejalia kupitia msaada wa Japani na UNDP tumeweza kuandaa na kuendesha kozi ya kwetu wenyewe ya kushirikisha raia katika ulinzi wa amani. Mambo muhimu wanayotakiwa kuyafanya wakiwa kule na nafasi yao katika kulinda amani. Kozi hii inatupa uwezo kama Jeshi la Ulinzi wa Wananchi wa Tanzania na Tanzania kwa ujumla kuweza kujijenga zaidi, kwamba kila tunapoenda kwenye mission ya kulinda amani tunakuwa tumekamilika katika idara zote na tuna watu ambao ni weledi katika kufanya kazi zao kulingana na taratibu na sheria ambazo zinamtaka raia aende akafanye. Kwa hiyo na kozi hii hapa kwetu itatujengea uwezo wa chuo hiki cha kwetu cha ulinzi wa amani kuwa kituo kikubwa katika ukanda huu cha kufundisha watu wote kwa ajili ya kwenda kulinda amani, wakiwepo wanajeshi, polisi pamoja na raia, kwa maana kwamba timu yote sasa inayohitajika kwenda kulinda amani tunaweza tukafundisha sisi wenyewe kwenye chuo chetu hiki hapa, ambacho tunakitaka tukipandishe kiwe cha kitaifa, kimataifa na ikiwezekana katika ukanda wetu wote. Kwa hiyo hilo ndio jambo muhimu, na hii ni kozi yetu ya kwanza na tuna mpango baadaye tuendelee kuendesha kozi na nyingine ili kuhakikisha kwamba tunawajengea uwezo wa Tanzania wote wakiwemo uniform men na wale raia katika kwenda kushiriki katika jukumu zima la kulinda amani. Hii training ni muhimu sana kwa sababu itakuwa ya kuweka Tanzania kuwa kuongeza peacekeepers wa Tanzania, na itasaidia sana Tanzania kuingia kwa map ya the region, kwa sababu Tanzania tunajua inaendelea mbele sana na tunataka Tanzania ikuwe leading power, yani ikuwe ndio inaongoza katika hii region yetu ya East na Southern Africa. Kwa hivyo training kama hizi zitasaidia nchi ya Tanzania sana, na tunataka tuweke hii training ikuwe hata kubwa zaidi kuliko vile ilivyo, na tutaongea na development partners wetu wakiwa ubalozi wa Tokyo na wengine, kuona kama tutaendelea hii training na tufungulia hata watu wa kutoka nchi zingine za kutoka hapa East Africa, ndio Tanzania ijulikane ikiwa powerhouse within the region. It's quite important for Japanese government because we are very much committed to peacekeeping training all over the world. Tanzania is part of the most important region which is East African region. So this marks very a good relationship also between the two countries. And the friendship plan, be sustainable? Oh, that's a good question. To make it sustainable, we are thinking about other continued support to Tanzania, but so we need to think about how to keep it sustainable with the government of Japan in partnership with UNDP, of course. So next time, I'm not sure if we could continue this course next year or in the future, but we need to definitely think about to keep it going. Okay, thank you. Sisi kwenye hii kozi imekuwa na tija sana kwetu, kwa sababu kwanza, kwa mfano kwa mimi mwenyewe imeniimarisha, imenisaidia kujua namna ambavyo sisi raia ambao hatuko kwenye vyombo vya ulinzi na usalama tunaweza kushirikiana kwenye pindi linapokuja zoezi la ulinzi wa amani, hasa pale tunapotakiwa kuwa nje ya nchi yetu. Kwa mfano unaenda kwenye mission, namna gani mnaweza kushirikiana kule. Ni moja ya masomo ambayo tumeyapewa hapa, tumefundishwa, lakini pia tumeyafanyia mazoezi, na natamani mngekuepo wakati tunafanya zoezi. Ni kitu ambacho kimebakiza alama kwenye fikra zetu.
Wengine tumezaliwa Tanzania, tumeishi Tanzania, hatujashuhudia vita za moja kwa moja zaidi ya kuona na kusikia kutoka kwa wenzetu ambao wanapitia hali hiyo. Lakini mtakumbuka kwamba Tanzania tumekuwa mstari wa mbele sana kwenye kuhakikisha tunazisaidia nchi ambazo zinapitia changamoto za kupoteza amani yao, kuwasaidia kurejesha amani.